Naitwa Jacqueline Msumba, ni afisa kutoka Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma, Ofisi ya Kanda ya Mashariki. Kikubwa tulichokisisitiza kwa viongozi wa umma, haswa waheshimiwa madiwani pamoja na wakuu wa idara na vitengo, ni kwa wao kuhakikisha kwamba wanazingatia maadili kwa kusimamia vizuri utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Lengo hasa la kutoa tamko ni kuhakikisha viongozi wa umma wanaweka mbele maslahi ya umma na wanatumia rasilimali za umma kwa manufaa ya umma, lakini pia wanamiliki mali kihalali kutoka katika vyanzo halali vya mapato na hawajilimbikizi mali. Kwa jina naitwa Steven Simwiche, ni kaimu meneja wa bima ya afya mkoa wa Morogoro. Bima ya afya kwa wote imeanza kutekelezwa mwezi Agosti mwaka 2024. Na lengo la hii bima ya afya kwa wote ni kwamba italazimisha kila mwananchi aweze kupata bima ya afya na aweze kuhudumiwa kwa mfumo wa bima. Na bima ya afya hii ambayo tunaenda kutekeleza na kwamba itakuwa na skimu ya serikali na skimu ya watu binafsi. Kwa hiyo mwananchi atakuwa na uhuru wa kuchagua ajiunge na bima ya afya kwa wote kupitia serikali ambayo ndio bima ya afya ya NHIF au kupitia skimu binafsi ambazo mifuko mingine ya bima binafsi watakuwa nazo. Kwa hiyo kutakuwa na vitita vya jamii ambayo hicho kitita kitakuwa gharama yake ni Rr1.5 ambao kitakuwa kinachukua watu 6 wa familia moja. Kwa hiyo kutakuwa na huduma mbalimbali katika hicho kitita, atakuwa anapata huduma kuanzia hospitali ya zahanati mpaka hospitali ya ngazi ya mkoa. Na wale watu ambao watakuwa hawana uwezo kabisa, serikali itagharamia matibabu yao kupitia kodi mbalimbali ambazo serikali itakuwa inazikata kwa ajili ya kugharamia matibabu ya watu ambao hawana uwezo kupitia TASAF bima. Kwa mfano kuna bima za watumishi, kuna bima binafsi. Sasa hiyo kitita cha Rr1.5 kipo katika utaratibu wa bima binafsi, ambacho hicho kitita kitakuwa gharama yake ni Rr1.5 kwa mwaka. Umeona, na kila mwananchi mwenye uwezo wa kulipia Rr1.5 atakuja kwetu, atalipa Rr1.5, atasajiliwa yeye na watu wengine 5, jumla watakuwa 6. Kwa hicho kitita kitakuwa kina huduma za msingi 277 ambazo mwananchi ataweza kuzipata kuanzia zahanati mpaka hospitali ya mkoa. Leo tumepata fursa ya kufundishwa kuhusu masuala ya sheria za maji utumishi wa umma. Kwa hiyo sisi kama waheshimiwa madiwani ni sehemu ya viongozi wa umma na tuna wajibu wa kutekeleza hiyo sheria na kuhakikisha kwamba tunatoa matamko ya kazi zetu ili kuweka wazi uadilifu wetu. Kwa hiyo toa wito kwa wananchi, kwa yale ambayo leo tumejifunza, tutakwenda na sisi kuambia wananchi kuhusu hizo mfuko wa bima ya afya wote, lakini pia tutatekeleza maelekezo yale tuliyopewa kuhusu maadili, kuhusu kutoa matamko, lakini pia kuzingatia sheria na kanuni zetu hasa kwa maadili katika utumishi. Kwenye masuala ya bima afya kwa ujumla tumeelewa na tumewasisitiza kwamba pamoja na sisi ni jukumu letu, lakini na wao pia katika vikao vyao wasisitize zile hospitali zinazotoa huduma kuhakikisha dawa zinakuwepo, kama walivyosema wenyewe kwamba sasa hivi utaratibu wa kuenda kununua katika madawa ya nje wameufuta. Kwa hiyo ili waweze kukava hiyo, lazima wahakikishe kwamba dawa zinapatikana kwa wakati na dawa zote zinapatikana. Kwa sababu mtu anapokwenda pale anahitaji dawa, alafu anaambiwa dawa hizi hazipo, inakuwa kidogo kuna malalamiko na mkanganyiko mingi. Kwa hiyo wajitahidi kwamba dawa zinapatikana na kwa wakati.